Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya ripoti tulizokuwa nazo ni makala ambayo inaeleza hatua za Donald Trump huko Venezuela zilizomkamata Nicolas Maduro, ikielezwa kwamba zinasafisha njia juu ya kumtafuta Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran. Kwa kukamatwa kwa kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro, Donald Trump ameonyesha kwa nguvu zaidi kuliko wakati mwingine uwezo wake, akiungwa mkono na nguvu za kijeshi za Marekani. Wa Magharibi wanaamini kwamba chini ya amri yake Marekani imemweka Maduro kizuizini na sasa inakusudia kuendesha Venezuela, na hii ni njia kuelekea Iran kupambana na kumkamata Ayatollah Al-Khamenei, moja kati ya viongozi wagumu ambao wakati huu wanaonekana kama ndio viongozi wanaokwamisha mipango ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani alitangaza hatua hiyo katika mkutano na wanahabari na wenye athari kubwa kwa sera za mambo ya kigeni za Marekani kote ulimwenguni, uliofanyika katika klabu na makazi yake huko Mar-a-Lago nchini Marekani. Alisema Marekani itakuwa na udhibiti wa Venezuela hadi pale ambapo mpito salama wa uongozi sahihi na wa busara utakavyowezekana. Ameelezea kuwa waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio alikuwa ameshazungumza na makamu wa rais wa Venezuela Delcy Rodriguez, ambaye alimwambia tutafanya chochote mtakachohitaji. Trump aliongeza kuwa Rodriguez alikuwa mpole, lakini kwa maoni yake hana chaguo jingine. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wa Marekani pamoja na Magharibi kwa ujumla wanaelezea tukio hilo kwamba ni mipango ya kuionyesha dunia kwamba Marekani ina uwezo wa kufanya lolote nchini Iran, hasa wakati ambapo inamsaka vilivyo Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran mwenye umri wa miaka 86. Ilionekana kwamba Trump anaamini hilo linawezekana, na hata hivyo ushahidi unaonyesha kuwa mchakato huo hautakuwa rahisi wala wenye utulivu. Taasisi ya utafiti mashuhuri inayofahamika kama International Crisis Group ilionya mwezi Oktoba kwamba kuanguka kwa Maduro kunaweza kusababisha vurugu na kuyumba kwa utulivu nchini Marekani. Taasisi hiyo ilisema kwamba moja kati ya mambo ambayo Marekani inatafuta ni maslahi yake, na hivyo ili iweze kupata mafuta nchini Venezuela ni kumkamata Maduro, lakini sasa inatazama ni njia gani wataweza kuingia katika eneo la Mashariki ya Kati, eneo ambalo limekuwa na kizuizi kikubwa cha Iran, hasa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei, na ndio maana inaitumia vilivyo Israel ili ikabiliane moja kwa moja na Iran. Wakati huu mipango inapangwa kwa serikali ya Israel, na ambapo jeshi linajiandaa kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya Iran. Hata hivyo, ikiwa mashambulizi haya yatafanyika kama ambavyo mkutano kati ya Donald Trump na waziri mkuu Benjamin Netanyahu ulivyoketi mnamo mwishoni mwa mwaka 2025 kujadili namna ya kuishambulia Iran, ndivyo ambavyo wakati huu jeshi sasa linajiandaa. Na hata katika mkutano wa jana Jumapili wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu na baraza lake la mawaziri, mjadala mkubwa ulikuwa ni namna gani ya kuweza kuishambulia Iran. Na wakati huu moja kati ya kitu ambacho wanakieleza ni jambo ambalo tayari limeshathibitishwa kwamba halipo, kwamba Iran inamiliki silaha za nyuklia, lakini sababu kuu ni ile ile iliyokuwa kwa upande wa Venezuela na hata kumkamata Nicolas Maduro, kwamba mipango ni kwa ajili ya kutafuta mafuta na kumiliki mlango bahari wa Hormuz ambao mataifa mengi ya Ghuba yamekuwa yakiutumia. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba baadhi ya raia nchini Venezuela wamekuwa wakishangilia juu ya kukamatwa kwa Maduro, lakini hali ya kisiasa nchini humo katika kipindi hiki inatarajiwa kwamba haiwezi ikawa sawa kama ilivyokuwa wakati wa Maduro. Kadhalika hili linatokea huko nchini Iran, ambapo kumekuwa na maandamano makubwa yanayoendelea nchini humo, na moja kati ya sababu ambazo zinaelezwa ni hali ngumu ya maisha, huku Israel na Marekani wakichochea utambi juu ya kuendelea kwa maandamano hayo, lakini lengo kubwa ni wao kutaka kumuondoa Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, na baadhi ya mambo yanatajwa kwamba ni kutaka kuleta utawala wa kifalme katika taifa hilo la Kiajemi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo yanatajwa wakati huu na wachambuzi wakitazama malengo ya Marekani na kile ambacho rais wa Marekani amekionyesha katika ulimwengu, kwamba kukamatwa kwa Maduro kwanza ni kwa ajili ya Marekani
inatoa na kuhodhi mafuta yaliyopo nchini Venezuela, kama ambavyo yeye mwenyewe amesema sasa wanayamiliki mafuta ya Venezuela. Lakini pia ni njia nyingine ya kuweza kuonyesha dunia kwamba wana uwezo wa kuweza kumteka Ayatollah Al-Khamenei, lakini pia hiki kinatoja ni kama kitisho, na propaganda zimezidi kuenezwa wakati huu kupitia vyombo mbalimbali vya habari huko Israel kwamba kuna plani B ambayo inapangwa na Iran ili kumtorosha Ayatollah Al-Khamenei, wengi wakisema huenda akapelekwa nchini Urusi kwa ajili ya kuokoa maisha yake yeye na familia yake. Lakini hizi zote ni propaganda ambazo zinaenezwa wakati huu katika kipindi ambacho Marekani inaona imefanya tukio kubwa la kuishambulia Venezuela na kumteka rais aliyeko madarakani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.